Kwengineko, wanafunzi wanne wa kike kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa wamepatikana nchini Tanzania siku moja baada ya kutoweka nyumbani. Kulingana na wazazi wao, binti hao ambao ni wanafunzi wa gredi ya 9 walitoroka nyumbani na kuandamana moja kwa moja hadi nchini humo wakiwa na nia kutafuta ajira. Inasemekana si mara ya kwanza kwa tukio hilo kutokea, wenyeji eneo hilo wakidai kuna mtu aliyewahadaa watoto hao kuondoka nyumbani kwao, wakidai kwamba anayewahadaa basi ni kwa misingi ya kupata maisha bora katika nchi za nje. Ilikuwa siku ya Jumatatu alfajiri binti hao walipotoweka nyumbani. Inasemekana kama kawaida yao waliamka alfajiri kuelekea shuleni, ila ikageuka kuwa mahangaiko kwa wazazi baada ya kukosa kurudi nyumbani jioni. Mtoto alitoka Jumatatu asubuhi akiwa yuenda shule, na ndio hivyo alienda kenda kabisa, hajarudi. Jumatatu nikafuatilia, nikapata simu kwa walimu kuwa mtoto hakufika shule. Nikarudi nyumbani nikatafuta. Wasichana hao ni wanafunzi wa gredi ya 9 katika shule ya Shikadabu. Inasemekana wana urafiki wa karibu, wanakula pamoja shuleni na hata kucheza kwa pamoja. Wanatoka mitaa ya Shikadabu, Msikiti Punda, Mishimboko na Mwawechi. Hiyo siku alitoka na sare za shule full kabisa, mpaka mabuti, kila kitu, vitabu tu ndio wakubeba. Mama amefanya uchunguzi ndani ya room ya ule msichana, akakuta amefungua sanduku na ametoa kila kitu. Akabeba kwa mfuko wa vitabu akaweka, akaenda na hiyo mfuko wa vitabu, akajaza nguo zake na vitu vingine. Ni leo alfajiri tu wazazi wanasema walipokea simu kutoka kwa mzee wa kijiji nchini Tanzania kufahamisha kwamba wana wao wamezuiliwa baada ya kupatikana, wakisema kwamba wamefika nchini humo kutafuta ajira. Kitu saa 1:30 nimepigiwa tu na balozi wa Tanzania. Niambia kuna wasichana 4 hapa tumewapata. Kuna mama akawashika, akawauliza, nyinyi mbona mnakaa kama wa Kenya? Kwa sababu hii lugha yenu sio ya huku. Wakawa wale watoto wanaongea lugha tofauti, mwingine anaongea hivi, tunatafuta mama yetu, mwingine anasema tunatafuta, yani akawa hawaeleweki, ndio wakabidi wazuiliwe. Alipozuiliwa akapelekwa kwa mzee wa mtaa. Inasemekana walionekana mara ya mwisho eneo la Diani, kaunti ya Kwale, kabla ya kufanya uamuzi huo wa kushika safari hadi nchi jirani ya Tanzania. Kwa mujibu wa wazazi, imebainika kwamba walichangisha pesa za nauli, ikihofiwa pia huenda kuna jamaa anawahadaa watoto wa kike kutoka Likoni kuwatafutia ajira nchini humo. Tukio hilo limejiri baada ya wanafunzi wengine wawili pia kurudishwa majuzi kutoka nchini Tanzania. Hata hii Ramadhani juzi kuna wawili, mmoja alisema sijui atoka Moyeni, mmoja wapi, ilibidi kusaidiana na Mr. Okiru, tukachanga, tukawaingisha ndani ya gari, tukarudisha. Ushaona? Sasa hii trendi ndio imekuwa nyingi mpaka sijui kitu gani chaendelea, mimi hususan kwa watoto wa kike. Kuna uwezekano mkubwa kwamba huku kuna mtu ambaye ni yeye coordinator wa hii maneno mpaka wakafikia kule. Kwa sababu before afike kule, kwanza stage ya kwanza inasemekana alishikia Ukunda. Baada ya kushika Ukunda ndo wakapanda gari wakavuka boda. Tukio hilo limeripotiwa katika kituo cha polisi cha Inuka. Kwa sasa wazazi wameshikana na kusafiri moja kwa moja hadi eneo la Lungalunga kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania. Tukio hilo likiwa funzo kwa jamii, hasa kuhusu uwajibikaji wa watoto. Kevin Mutai, NTV kutoka kaunti ya Mombasa.